Giki ni kiugo gya Ukuru. Mtazamaji wa Uvoro TV, karibu tena na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Naitwa Apostle Eric Njue, ukiniita Eric Benson bado nitaitika, hiyo yote ni majina yangu. Kwa Facebook ingia live, kwa Facebook naitwa Ericana Benson, Ericana Benson. Page ya kanisa ni Christian Assemblies of God, a church where everyone is somebody. Kanisa yetu tumeshikana na ile kiganda ya kuuza magari inaitwa Fujia Motors. Tuko hapo, ukifika hapo Gakwegori utatupata katika jina la Yesu. Kuna uwezekano uje Gakwegori upotee, na nimeona watu pengine mtu anakuja anauliza kanisa iko pande gani. Usiingie njia ya kwenda mochari, tuko opposite hapo. Ukiwa kwa stage angalia opposite, utaona jengo kubwa, kanisa kubwa sana. Hapo ndipo tuko katika jina la Yesu. Kuna uwezekano pengine uwe hautaelewa vizuri, chukua hiyo namba unaona hapo kwa screen, piga. Kuna mtu atakukujia mahali yuko na kuelekeze mahali kanisa yetu iko katika jina la Yesu. Nawe ambaye umeamua utakuwa ukisimama na mimi, umetuma ujumbe wako ukaniambia Apostle nitasimama na wewe. Nawe pengine umeniambia Apostle nimekuandikia hiyo message, nishughulikie kwa haya mahitaji yote, tunashughulikia katika jina la Yesu. Nimewaombea na nitaendelea kuwaombea vile Mungu ataniwezesha katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wengi waliniandikia Saturday wakaniambia Apostle, mimi umetufunza mambo kuhusu ndoto na hiyo mambo imenifurahisha, na nimekuwa mimi nikiota ndoto. Mtu akaniandikia akaniambia nimekuwa nikiota ndoto na sikawa zinanisumbua. Wengine wameweza kuja kanisani na tukaongea, wengine wametembea hata kwa ofisi na nikaweza kuwasaidia vile Mungu ameniwezesha. Hii mambo unaona nikiongea sababu hii ni neno, kipindi ni neno la ukombozi, ama kwa lugha ya nyumbani hapa ni kiugo gya Ukuru. Sasa hili neno la ukombozi Mungu amenipa uwezo niweze kukusaidia maisha yako na nyota yako ing'ae katika jina la Yesu Kristo. Na sasa ningetaka nisome andiko tena. Nilisoma last time, ninakumbuka nilisoma in the book of Job 33 and verse 14. Kwa sababu ni series, nataka kuendelea na hii mambo ya ndoto hata Saturday. Ninaomba uwe katika station hii ya Uvoro TV. Usitoke hapo kwa sababu hata Saturday saa 3 kwenda saa 4 bado nitakuwa papa hapa ili tuweze kuendelea na haya mafunzo, and I'm very sure that the Lord will bless us in the name of the Lord. Before nisome scripture, wacha tuombe. Father, in Jesus name, thank you because of this day. Thank you because of this the day has been so good. The day has been so wonderful. I bless your name, oh God. Thank you because of this program. I am praying and I'm believing that I'm speaking to somebody's life in the name of the Lord. Speak to my life, speak to their life, transform our lives, revive our lives, rejuvenate our lives, take us to another level in the mighty name of the Lord. Them that are in hopelessness, I am praying in the name of Jesus. You are uplifting them as standard in the mighty name of the Lord. Them that are sick, may the right hand of mercy touch their lives and heal them in the name of Jesus. Them that are watching this program, wherever situation that they might be in, I am praying that God, you change their lives for good in the name of the Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' precious name that we pray and believe. Amen. Sasa tusome andiko ili tuendelee, kwa sababu leo nataka kuombea watu katika jina la Yesu. Nataka kukuombea, usiende mbali. Nataka utawekelea mkono wako kwa screen. Nitawaombea na ninajua Mungu atawasaidia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ingia kwa Facebook, ambia rafiki yako aingie kwa Facebook. You share this message, share with friends. Share kwa groups mingi. Sire groups unajua, anza kushare. Na ongea na rafiki yako, mwambie Apostle ako on saa hii na anazungumzia mambo kuhusu ndoto katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Usikae hapo na usishare. Just share kwa YouTube. Tuko live saa hii katika jina la Yesu. Enda hapo kwa Christian Assemblies of God. Tuko live saa hii. Hata kwa page yangu Ericana Benson bado niko live saa hii
katika jina la Yesu. Mungu akubariki na Mungu akuonekanie. Wacha tusome andiko na Book of Job 33 and verse 14. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Sikiza hii na uishike vizuri. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Naam, hata mara ya pili. Wacha nirudie tena. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Naam, hata mara ya pili. Ijapokuwa mtu ajali. Shinda ile tuko nayo ama ile shinda utusumbua kwa maisha, kama vile nilikwambia Saturday, Mungu huwa anaongea nasi, lakini sisi wanadamu atujari. For God speaks in one way or the other, but man perceives it not. Wanadamu huwa hawanjari. Hiyo ndio unakuta watu wengi wamepotea katika maisha. Watu wengi wamepotea katika njia zao, na Mungu alikuwa anaongea. Watu walidharau ndoto, watu wakachukua ndoto ni jambo la kawaida. Ndio nimesema nitaendelea kukufunza ndoto, kama vile nimekufunza mambo ya curses, kama vile nimekufunza mambo ya maneno yaliyoongewa. Sasa tumeingia kwa hatua nyingine, ninafunza kuhusu ndoto. Mungu unena mara moja na ananena hata mara ya pili, ijapokuwa wanadamu hawanjali. Okay. Katika ndoto, hiyo ni njia moja ile Mungu unena nasi katika ndoto. Si watu wote watasikia Mungu kupitia. Saa zingine wale watu huwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, huwa saa zingine wanaweza sikia Mungu wanapoongea na ndimi, utafsiri. Mungu ataongea hata kanisani, na Mungu huongea na njia mingi sana, lakini njia ile Mungu utumia kuongea karibu na watu wote, na njia ile ambaye Mungu akiongea na hiyo njia, utajua the next hatua ambayo utakanyanga ni njia ya kuongea, ni njia ya Mungu kuongea nasi kupitia ndoto. Sikiza hivi, katika ndoto, katika maono ya usiku, kuna watu wengi Mungu aliongea na wao kupitia maono. Na ndio ninakaa nikiambia watu, si kila mtu utaenda kushare maono yako naye. Si kila mtu utaenda kushare maono yako naye, kwa sababu kuna watu wanaitwa destiny hijackers. Destiny hijackers. Nitakuja hapa kukufunza mambo kuhusu destiny helpers, na watu wengine wanaitwa destiny hijackers. Yani huyo mtu akijua mambo yako ataishika, ataikamatia, atakukamatia anga, aishike yeye, na ni mwanadamu, aikamate, ujaribu kuprogress, ukuta you are already progressing. There are those people who makes sure that you will be circumnavigating at one place. You will never progress. They will make sure you retrogress. Instead of making steps ahead, watahakikisha unarudi nyuma. Watakurudisha nyuma hatua mingi sana. Sasa katika wakati wote unapoota ndoto, ni vizuri kila wakati ukiota ndoto usiidharau. Uamuke. Kama ni ndoto mbaya, amuka asubuhi na uombe Mungu upigane nayo. Nimeona maisha ya watu wengi imeharibika kwa sababu waliota wakadharau. Kuna kijana mmoja alikuwa rafiki yangu miaka ya zamani, tuliokoka na yeye na tukawa tunafanya injili na yeye. Lakini siku ya leo alisahaurika, na hiyo mambo sikuwa nimejua nguvu zilizoko katika ndoto. Niliishi tu maisha ya kawaida, jambo ikitokea nilikuwa ninachukua mambo tu ni kawaida. Na ni vizuri saa zingine kutengenezwa na Mungu na kuerefushwa na Mungu hata katika huduma. Na ni vizuri hata ukiona mtu ambaye katika hali ama mambo ya rohoni anajikaza na anaomba sana, lakini bado ako chini, huyo mtu mpatie muda, na kama ana masikio ni vizuri au yakisikia. Wale watu wako na experience ya maisha, kwa sababu wameona watu wengi. Mtu mmoja aliniuliza, na mbona Apostle wewe upenda sana kutembea na wazee hata kwa huduma, wale watu wengi ninakujua unatembea nao. Nikamwambia kuna siri moja mimi huwa ninajua. Kuna uwezekano yule mzee mambo ya rohoni hayuko mahali yuko,
hajafika ile level uko katika mambo ya roho, lakini experience ya kimaisha ameona mambo mingi kukushinda. Ndio unaona Jethro aliambia Musa, mambo ya na huko unajua unaongea na Mungu, na huko juu mambo ya Mungu mnashikana na mnashikana ukiwa kijana mdogo, lakini sisi na huko hatujaingia kama wewe, hatujaingia na huko juu kama wewe. Lakini kijana akamwambia, kijana utajiua na kazi, utajiua na kazi, tafuta watu wa kusaidia hii kazi. Experience ya wazee, mtu ambaye amekupita umri unaweza mdharau, lakini kuna mambo ameona, kuna experience ameona, amekushinda. Hata mimi wachungaji walioko mbele yangu ninawaheshimu sana. Sijawahi dharau mchungaji yeyote, kwa sababu mimi ninajua kuna uwezekano pengine niwe ni anointed hata kumshinda, lakini experience yale mambo amejionea katika maisha na katika hali ya huduma ni mambo mingi sana. Unaweza kuta mtu anadharau pengine hata kwa mazishi, mahali ambapo tunakutana kama sisi wachungaji, mahali ambapo tutakutana ama kwa sherehe, unasikia mchungaji pengine ataamuka, ama mtu wa kanisa utajaribu kuamuka, ama Mkristo muumini utaamuka kujaribu kuataki mchungaji mwingine ama kuataki ndugu mwingine. Tunafaa kuheshimia kwa sababu ya umri tu. Unaheshimu huyo mtu kwa sababu ya umri, ameona mambo mingi sana. Hata kama umeinuka kiroho kumshinda, muheshimu. Kuna tumambo wanajua wewe ambaye haujui. Sasa huyo kijana wakati aliota ndoto akiwa amepanda kwa mlima pale juu kwa cliff pale juu, alafu ati akajiona ati ameanguka na nyuma, badala ya akae hapo aliona ameteremka mpaka kule chini, ameteremka na nyuma mpaka pale chini, na akakosa mtu wa kumuinua. Hakuna mahali alikuwa ameharibika kwa mwili, lakini kulikosekana mtu wa kujaribu kumuinua. Tungejua hiyo wakati ningemwambia direct, ndugu yangu, that is falling in faith. Ulikuwa unapanda, unajikuta umepanda juu vizuri, mara moja umejikuta umeanguka, ni wewe huyo umerudi chini na nyuma hivi. Mungu alikuwa anaongea huyo ndugu mahali ambapo wako, hata aanguke nusu, ajisikie, aone ninakosa laini za kiungu, atajikuta ameisha mpaka chini na amesahaulika. Sasa wakati Mungu alianza kuninenea sana kupitia ndoto na kunifunulia na kupa utafsiri wa ndoto, nilianza kukumbuka huyo ndugu, nikaona tungejua hiyo wakati, tungeomba sana, tungefunga, na ikiwezekana hata kwingine tusimamishe dhabihu, tukatae huyo ndugu kuisha. Na mpaka wa leo huyu ndugu aliisha na akasahaulika na mambo yakaenda hivyo, na Mungu alikuwa ameongea. God speaks in one way or the other, but man perceives it not. Mungu anaongea hata mambo yako yakiharibika. Mungu alikuwa ameongea. Fuatilia sana uone wakati mambo yako ilikuja kuharibika, Mungu alikuwa ameongea. Mungu huongea kupitia ndoto na kupitia maono ya usiku. Wakati watu wamelala, Mungu huwa anaongea na anazungumza. Sasa ninapoendelea kuhubiri huu ujumbe, nataka kukuombea leo. Leo kuna watu nataka kuombea, na kuna watu nataka kuombea. Wewe ni mgonjwa, sijui unaumwa na wapi, na sijui ni nini kinakusumbua. Nimeona hii imani ikifanya kazi. Nataka ninapoendelea uchukue maji na glass hivi. Umeona tayari nimekuja na yangu hapa. Nataka tuamini, sababu sitaweza kukufikia huko. Ama sitaweza kukupaka mafuta hapo mahali huko. Nataka uweke maji hapo na glass. Nataka nitaiombea nitakapokuwa nikimalizia. Na hii maji ninaona watu wengi sana wakipona. Nimeshuhudia, nimeona Nairobi. Watu wamekuja kunitafuta kutoka Nairobi. Nikawaambia washike maji hivi na glass hivi, wagonjwa wao, sababu wamekuja wakaniambia hatukuweza kukuja naye, ni mgonjwa sana. Nikawaambia shikeni maji na glass, na yeye mahali yako ashikiwe maji na glass huko, niombe. Kupitia imani niliombea hiyo maji, nikaiombea tu hivi. Ni imani, this is faith. Nataka kuomba imani, arafu ukunywe. Huyo mama alikuja akapona. Alikuwa mwili ni mzito, hawezi akajiamusha mahali yako, kwa sababu alikuwa na kanza ya damu.
alikuwa imefika mwisho na imeshindikana. Mimi ninajua Mungu ana nguvu. Alikausha those germs in the body, na huyo mama akapona, na kupimwa akawa amepona. Kansa ya damu haiko. Ninataka uamini, mimi Mungu akianza kunitumia, mimi niliishi maisha ya kusumbuka, magonjwa ambayo hayaponi. Leo ni kichwa, siku hii nyingine ni wapi. Mimi nilikuwa na mashinda mingi, lakini mimi ni Mungu mwenyewe kupitia nguvu zake aliweza akanisaidia akaniponya. Kwa hivyo hata wewe Mungu ana uwezo wa kukuponya katika jina la Yesu. Na sababu Saturday ndio ninakuwa na muda mzuri wa kuongea mambo kuhusu ndoto. Nataka kuongea ushuhuda mwingine ama jambo lingine liliangusha mtu, lakini Saturday ukumbuke sana kuwa tuned in ili niweze kuendelea kukufunza mambo kuhusu ndoto. Mama mmoja, nilikuelezea mama mmoja aliota usiku akiwa kwa kitanda, mwanamke amekuja akamtoa pete yake hivi, akaitoa na akaona amekimbia nayo. Huyo mama mama alikuwa anaona kuna jambo inatendeka, lakini mzee wake akadharau hiyo mambo. Mwishowe mama alikuja walikuja wakakosana na bwana, kwa sababu ile mambo unakuta inafanyika physically, huwa kazi yake ni spiritually. Mambo yake ikuja kumanifest physically. Vita yote ilianza rohoni. Huyo mama alikuja kushangaa ati yule mama aliona kwa ndoto akimtoa pete kwa kindole. Ni yeye alikuja akachukua bwana yake. Wacha kudharau ndoto. Kuna ndoto mingi sana nimeandikiwa hapa messages. Niandikie uniambie unatutazama ukiwa wapi. Niandikie uniambie unanitazama ukiwa wapi. Kama uko kwa Facebook hapa saa hii kwa Facebook, niandikie uniambie unanitazama ukiwa wapi, na nitakujibu. Alafu kama ni message, andika message uniambie. Mimi nilikuta message mingi sana last time. Niandikie uniambie unanitazama ukiwa Kimangaro, niambie uko Nairobi pande gani, na niambie ungetaka nikuombee nini saa hii. Niandikie message uniambie ningetaka uniombee jambo fulani. Na kama wewe kuna mambo inakusumbua kwa ndoto, niandikie saa hii uniambie mimi uota ndoto fulani na huwa ninasumbuliwa na ndoto fulani, na nitakusaidia vile Mungu ataniwezesha. Kuna uwezekano mwingine alikuja akaniambia mimi huota nikiwa shule. Ni vingumu sana kama ulimalizia class 8. Wakati wote utaota ndoto unajikuta uko na uniform na unajiona uko O level, uko na uko juu na ulifanyia class 8. Definitely Mungu anakuambia there is promotion coming on your way. Unafaa uombe na upigane na nguvu zote ambazo zitapigana na your promotion in the name of Jesus. Lakini ni vingumu sana kujikuta uko class 4. Uko form 4. Ulimalizia form 4, alafu unajikuta uko na uniform ya class 7. Unaona hata ile darasa mlikuwa mnasomea, unaona mkisoma na unaona mwalimu aliyekuwa akikufunza. Chunga sana. This is retrogression. Ndoto unapigwa na ndoto ya kurudi nyuma. Na sababu muda wangu umeenda na nataka kukuombea leo. Weka maji na glass hapo kwa mesa ama mahali umekaa. Ishike hivyo. Shika maji na glass. Nataka kuiombea saa hii. Na Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukisimama nasi katika jina la Yesu. Ndoto yote ambaye huwa inakusumbua, ndoto yote ambaye umeota ikawa uelewi, ujue Joseph kupitia ndoto maisha yake yaliharibika kwa sababu alienda kushare ndoto na watu ambao hawakuwa wanafaa, na bado ni kupitia ndoto maisha yake iliinuka akawa mtu mkubwa. Kwa hivyo ndoto si kitu ya kudharau. Usidharau ndoto katika maisha yako. Ndoto ni njia moja Mungu huwa anaongea nasi, anatutayarisha tujue ni nini kiko mbele yetu. Kama hata ni mitego tumewekewa mbele yetu, Mungu uhakikisha atatujulisha kila jambo ambalo linatendeka. Hakuna jambo, nothing that catches God by surprise. Hakuna jambo linakuta Mungu hivyo anakuja kustukia limemkuta mara moja. Huwa anajua. He declares the heading at the beginning. Yeye huwa anajua. Kwa hivyo wakati wote ukiota ndoto, Mungu huwa anajua kwa nini hii ndoto imekuja kwako, ili
uweze kuipinga ama uweze kushukuru Mungu kwa yale ambayo yanakuja kutendeka. Niandikie hiyo ndoto yako na uniambie unanitazama ukiwa wapi, na ningetaka bado usimame na hiki kipindi. Kuna pay bill hapa. Kuna watu wamekuwa wakiniuliza tutalipa namna gani. Nataka tuende hapo sasa, tutoe sadaka saa hii. Alafu nataka tutoe sadaka saa hii, enda kwa M-Pesa. Nataka tutoe sadaka zetu saa hii na Mungu atatubariki. Enda kwa M-Pesa, sababu nijibu wale ambao wamekuwa wakisema tunashindwa kulipa na hii pay bill. Enda kwa M-Pesa saa hii katika jina la Yesu. Enda kwa Lipa na M-Pesa. Nataka tutoe sadaka, alafu nikikuombea tukimaliza kipindi katika jina la Yesu. Enda kwa pay bill. Hapo enda kwa pay bill. Kuna mahali imeandikwa business number. Hapo ndipo watu wengi wanachanganyikiwa hapo. Mtu wanasema wacha nitumie hii simu direct sababu sielewi hii pay bill inafanya namna gani. Ukienda kwa business number, tuko hapo. Enda kwa business number. Andika 403 ama hii pay bill unaona hapa kwa screen hapa. 4037157. Alafu ukishamaliza hapo itakuuliza account number. Account number umeandikiwa hapo, andika CAG. Weka 500, niwekee 1000, simama na 1000, weka 200, weka 100 na Mungu atakubariki. Weka hata 50 na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Ukishamaliza kutoa sadaka, shika maji na glass. Ishike sasa, nataka kukuombea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nataka kuombea, ninaona kifua. Ninaona shinda ya kifua. Mama umesumbuka kwa muda mrefu na ni kifua na huwa kinaumia ndani. Nataka kuomba saa hii na ninaamini Yesu atakuponya. Nataka shinda yoyote, ugonjwa wowote ule ambao unakutesa, ugonjwa wowote ule ambao unakusumbua, nataka uamini Mungu saa hii katika jina la Yesu. Ni shinda ya miguu, Mungu ana uwezo wa kuponya hiyo miguu. Ni shinda ya mbavu, Mungu ana uwezo. Ni shinda ya kifafa kuanguka, ni shinda ya kulala usiku ukipiwa na kusumbuliwa na mapepo. Amini Mungu ana nguvu na ana uwezo katika jina la Yesu. Hakuna jambo ambalo ni ngumu la kumshinda Mungu. Mimi Mungu aliniponya wakati nilikuwa ninasumbuka sana na kuumwa na mwili, na nikasoma nikiwa na challenges mingi sana shule, na Mungu alikuja kunisaidia. Kwa hivyo hata wewe, haijalishi ni shinda gani unayopitia, just trust in the name of Jesus. Just trust in the name of Jesus. Just trust in the name of Jesus. Yashika hivyo. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Hii ni maji tu ya kawaida. Hii ni maji tu ya kawaida. Ni maji tu ya kawaida, na ninarudia, hii ni maji ya kawaida, lakini hivyo nimeishika saa hii, nimeibandilisha. Wacha iwe ni nguvu za Bwana saa hii katika jina la Yesu. Sitaweza kuwafikia wote kule nyumbani, sitaweza kuwafikia wote, lakini kupitia vile nimewaambia wafanye ishara ya imani, ninaomba uwaponye kiwango kwamba kutakuwa na ushuhuda mkubwa ya kwamba aposto uliniombea mimi, nilishika maji kama vile mama alinipigia simu kutoka Kadageri akaniambia aposto ulituambia tushike screen, na nilikuwa na shinda ya kuganda huu mkono, na kupitia maombi nikasikia hivyo, nilishika screen, nimepona. Ninaamini yeyote tutakaye kunywa hii pamoja, wacha wapone. Shinda yoyote ile inasumbua huyo mtu iondoke saa hii katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Sasa tukunywe pamoja kwa imani. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amini Mungu amekutendea katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wekelea mkono wako kwa screen. Sasa nikuombe, wekelea mkono wako kwa screen. Ishike hivyo. Wekelea mkono wako, shika mikono yangu hapo. Shika mikono yangu hapo, nikuombe katika jina la Yesu Kristo. Ninaona mtu ambaye mtoto wake amefukuzwa shule. Mtoto amefukuzwa shule na unashindwa utafanya nini? Watoto wamefukuzwa shule kwa sababu ya huyo mtoto wako amekusumbua sana, saa hii ako nyumbani na unashindwa utafanya nini? Ninakuombea Bwana Yesu akusaidie.
Bwana Yesu akuponye roho. Bwana Yesu akuponye mwili. Na mapepo ambayo inasumbua huyu mtoto, ilisema huyu mtoto hatamaliza shule. Hiyo pepo ninaikemea, ninaifukuza katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea wewe mama ambaye umetoka katika nyumba yako, kwa sababu kila siku ni vita, kila wakati ni kupigana, mnaishi maisha ya kupigana kila dakika, kila mara. Ninakuombea Mungu aturize kazi yote ya shetani, aimalize, na hii boma iweze kusimama na iweze kuishi vizuri katika jina la Yesu. Nataka kukuombea wewe ambaye uko na stress saa hii, umekuwa ukisumbuliwa, umekuwa na magari yako ya kufanya kazi kwa barabara, na saa hii gari zako zimekusumbua kiwango kwamba unasikia kuuza. Kuna wakati hata umeuza shamba ili uzimamisha hii magari, na bado ninaona bado hii magari inakusumbua. Ninakuombea katika jina la Yesu, chochote ambacho kinapiga hii biashara yako ninakilaani katika jina la Yesu. Hii biashara isimame, hii biashara ifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Kama wewe ni mfanyi biashara, bado wekelea mikono yako hapo, ni kuombea hiyo biashara. Ninaombea hiyo biashara. Sijui ni biashara gani unayofanya, lakini hiyo biashara yako nimeiombea saa hii. Hiyo biashara ianze kuinuka. Chochote ambacho kitajaribu kuangusha na kuharibu hii biashara akitafaulu katika jina la Yesu. Ninakuombea wewe ambaye unasema unafikiria kufunga hiyo biashara, uanze biashara nyingine kwa sababu ya challenges, na hata ujui utaanza ingine na nini. Ninakuombea Mungu akusaidie, akusimamishe, akuonyeshe njia katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu unapowaponya, asante Mungu unapoinua biashara zao, asante Mungu unapobadilisha maisha yao katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Tuseme sote amen. Nawe ambaye unaomba muujiza wa kazi, ninaomba Mungu akupe kazi. Usiwe certificate umeweka makaratasi kwa nyumba na hiyo makaratasi haikusaidii. Vijana wanamaliza shule na wanapata kazi. Mbona wewe unangangana all through? Hata wewe nimekuombea Mungu upate kazi. Ninakuombea Mungu upate kazi. Ninaona mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kwa supermarket. Ulikuwa unafanya kazi kwa supermarket na sijui ni nini kiliendelea hapo. Hata wewe unachanganyikiwa, saa hii umeacha kazi na uko na stress mingi, kwa sababu ninaona uko na mtoto mdogo. Ninakuombea Bwana Yesu akusaidie, akufungulie mlango wa kazi nyingine katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaona wewe ambaye unafanya biashara, ulikuwa unafanya biashara kwa barabara, na mahali mlikuwa mnafanyia biashara mumeondolewa. Saa hii uko kwa nyumba na ujui utaenda wapi. Hata wewe nimekuombea Mungu akufungulie mlango na upate mahali pengine pa kazi katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana, Mungu awaonekanie na Mungu akuinue, na usisahau kushuhudia vile Mungu amekufanyia katika jina la Yesu Kristo. Asante sana. Mungu awe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Kanisa yetu iko pale Kakwegori, inaitwa Christian Assemblies of God. It's a church where everyone is somebody. Wednesday ni siku ya huduma pale. Ninaanza service. Ungetaka kuniona, ungetaka kuongea na mimi, kuna mambo pengine inakusumbua. Asante sana wachungaji wale mmekuja kuniona pale Kakwegori, mnasema tunasumbuliwa na ABCD. Bado nitaendelea kuwasaidia. Kuja vile Mungu atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Pengine unasema mimi nilianza huduma wakati mrefu, ninasumbuliwa, hakuna barua. Kuja nitakusaidia vile Mungu ataniwezesha. Asante wachungaji kwa sababu ya kunitembelea na kuniambia vile mngetaka tuombe pamoja. Mungu awabariki. Mnanitia nguvu wakati ninaona wachungaji. Mnaniamini ati ya kwamba nikiwaombea kuna mambo yatafanyika hata kihuduma. Mungu awabariki sana wachungaji. Na yeyote yule angetaka kuniona, kuja Wednesday hapo kanisani, na ukishindwa kuja Sunday. Nikimaliza ibada Sunday, ibada yetu inaanzia saa 7. Saa 4 tunamalizia saa 7. Alafu ninakuwa na ibada ingine ya kuombea watu. Kuja Sunday, nimekukaribisha. Kuja Sunday, kuwa mgeni wetu Sunday, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Asante sana, ninawapenda kwa upendo wa Kristo katika jina la Yesu. Na ninakuombea na nitaendelea kukuombea, na ninakupenda sana
katika jina la Yesu. Kuwa na wakati mwema, hadi wakati mwingine tukutane Saturday saa 3 usiku katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.